Haya, katibu tafadhali hebu soma matokeo. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba kusoma matokeo kama ifuatavyo. Idadi ya kura zilizopigwa ni 383. Idadi ya kura zilizoharibika ni 3. Mheshimiwa Mwenyekiti, wale wagombea wawili akina mama, kuna waheshimiwa imewapendeza kupiga kura 2 kwa piga wote kwenye karatasi moja. Idadi ya kura kwa wagombea ukifunua hivi unasikia vizuri zaidi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kurudia. Idadi ya kura zilizopigwa ni 383. Idadi ya kura zilizoharibika ni 3. Hizi zimetokana na baadhi ya waheshimiwa wabunge kupigia wagombea wawili kwenye karatasi moja. Idadi ya kura kwa kila mgombea ni kama ifuatavyo. Ndugu Veronica Charles Tea, NRA 0. Ndugu Crisant Nyakitita DP 0. Ndugu Amin Alfred Yango ADC 0. Ndugu Anita Alfan Mgaya kura 1. Idadi ya kura za ndugu Ndonge Said Ndonge AFP 1. Idadi ya kura kwa Mheshimiwa ndugu Musa Hassan Zungu 378. Asante. Hivyo Mheshimiwa Musa Hassan Zungu amechaguliwa kuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla kura Asante sana. Naomba iingie kwenye records vizuri. Mheshimiwa Musa Hassan Zungu amechaguliwa kuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya kura 378. Matokeo haya yamethibitishwa kwa kusaini kwa baadhi ya wagombea na wasimamizi wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante sana katibu. Sasa kabla hatujamuita Mheshimiwa Zungu ili aweze kupata kiapo mbele yetu, kwa ruhusa yenu ningependa niwaite wale wagombea wengine, niwape angalau dakika moja kama ikiwapendeza. Mwenyekiti, muda. Angalau mmoja kwa niaba yao. Hapana mwenyekiti, muda. Haya. Bwana Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mgombea mmoja sawa, kwa sababu ya orodha ndefu ya wabunge kwa hapa leo. Mmoja sawa. Na tungependekeza aje Anita. Anita mwenyekiti. Anita. Said Donge. Ndonde. Donge alipata kura moja. Donge alipata kura. Tumpe Ndonde alipata kura. Mwenyekiti Anita. Mwenyekiti Anita. Donge. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumpe Ndonde. Upe na Donge. Mwanamke kwanza. Anita. Ladies first Anita. Ndugu Anita, bila shaka unajua hata wenzako wangesema nini,
tukupe dakika moja angalau useme kidogo kwa niaba ya wenzako, kwa niaba ya wagombea. Asante Mheshimiwa. Kwa niaba ya wagombea wenzangu, mimi Anita Alfani Mgaya, tunashukuru sana na tunawapongeza na muendelee kulipigania nchi yetu. Pamoja na yote mumsapoti Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika harakati zake zote za kuhakikisha nchi inakuwa salama, yenye usawa na upendo mkubwa. Nashukuruni sana. Asante sana ndugu Anita. Nadhani tumesema mmoja kwa niaba ya wote. Jenda Mheshimiwa. Asante sana. Donge. Basi waheshimiwa wabunge, Anita, namba ya simu. waheshimiwa wabunge, tunawashukuru sana kwa kukamilisha zoezi hili, na wagombea tunawashukuru sana kwa kukamilisha zoezi hili vizuri. Sasa nimuite mbele yenu mgombea wa Chama cha Mapinduzi ndugu Musa Azani Zungu, mbunge wa Ilala, ili aje hapa ale kiapo cha uspika kwa niaba yenu. Mbele yenu hapa. Katibu. Mheshimiwa Musa Azani Zungu, ninayo heshima kukuarifu kwamba wabunge wa bunge hili tukufu katika kutekeleza masharti ya ibara ya 84 ibanduko ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamekuchagua wewe Mheshimiwa Musa Azani Zungu uwe spika wa bunge hili. Kwa hiyo basi, kutokana na kuchaguliwa kwako, sasa nakuita wewe Mheshimiwa Musa Azani Zungu uwape viapo vinavyohusika. Karibu. Mimi Musa Azani Zungu nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kutetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Musa Azani Zungu kwa heshima kubwa ninaahidi mbele ya bunge tukufu kwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu Tanzania, na kwamba ninaahidi kuilinda, kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi nathibitisha kwamba nitatumikia vyema kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa bunge, na katika kutimiza wajibu wa cheo hichi nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa Katiba, kanuni za bunge na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano, na kwa hivyo vyote vile sitatoa siri za bunge. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Musa Azani Zungu nathibitisha kwamba nitatumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa bunge, na katika kutimiza wajibu wa cheo hicho nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa Katiba, kanuni za bunge na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za bunge. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.
Naam, ni Musa Azan Zungu, spika mpya wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa nafasi hiyo spika wa Bunge la 13 akisaini baada ya kula kiapo kwa kuchaguliwa kwa kura 378 kati ya kura 380 halali ambazo zimepigwa katika wabunge wote waliohudhuria hapa leo, wabunge 383, na yakijizolea kura 378 kasoro kura 2 tu ambazo zimekwenda kwa wagombea wengine wawili, na wagombea wengine waliosalia, wagombea watatu, hawakubahatika kupata kura katika kikao hiki cha kwanza cha bunge la 13, mkutano wa kwanza wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hiyo inamfanya Musa Azan Zungu, mhandisi huyu wa matengenezo ya ndege, kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kushikilia nafasi ambayo atakuwa ni kiongozi wa muhimili ambao utakuwa ni kiunganishi cha Watanzania wote na wawakilishi wao hapa bungeni Dodoma. Akikabidhiwa, tuna imani na Zungu, tuna imani na spika. Spika akirejea kwenye kiti hapo, pasi na shaka ni kwenda kukamilisha kazi yake na kuondoka kwenye kiti hicho tayari kwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kazi iliyotuleta leo asubuhi imeisha. Kwa kazi tuliyoifanya, tumekamilisha process yote ya kumchagua spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa matokeo yaliyosomwa na katibu wa bunge Mheshimiwa Musa Azan Zungu kutoka Chama cha Mapinduzi ndiye spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo nawashukuru wote waliokuja humu ndani kusikiliza na kuona hii process ya kidemokrasia. Hapa ndio mwisho, tumemaliza shughuli hii. Kwa sasa ningemuomba Mheshimiwa Spika aende akajitayarishe ili aje akae kwenye kiti chake aendeshe bunge rasmi. Itakuwa ni picha ya kukumbukwa katika zile za kukumbukwa kwa Mheshimiwa Musa Azan Zungu, spika mpya wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alikuwa naibu spika tangu mwaka 2022, lakini sasa baada ya uchaguzi mkuu yeye ni spika mpya wa bunge hili atakayeziongoza shughuli zote za bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nimekwambia yeye ni mtaalamu ama ni mhandisi wa masuala ya matengenezo ya ndege, akisomea katika chuo cha kijeshi cha hapa Tanzania, lakini pia kule nchini Canada. Shughuli ya mwenyekiti wa kumtafuta spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania William Vangimembe Lukuvi, mbunge mteule wa Isimani, imekamilika hapa, na kikanuni yeye ndiye mbunge anayestahili nafasi hiyo kwa sababu miaka 30 bungeni tangu mwaka 1995, tunaweza kusema yeye ni gwiji wa bunge hili, na ndio maana hata bunge wanasimama kumpa kongole kwa kuongoza mchakato huo vyema wa kumpata spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kanuni zote pasi na shaka na utaratibu wote yeye ameumeza kwa wote wapya walioingia, kwa wale walioingia tangu mwaka 2005, ambako pia mwaka 2005 aliingia spika wa sasa Musa Azan Zungu akiwakilisha jimbo la Ilala kwa miaka 20. Amekuwepo bungeni na ameaminiwa na wana Ilala
Pasi na shaka sasa, kutoka kule Uyole, nyanda za juu kusini mwa Tanzania mpaka mashariki mwa Tanzania, kutoka kwa Spika Tulia, spika mstaafu, sasa ni spika wa mjini Dar es Salaam, Musa Azan Zungu, akishika nafasi hiyo ya kiuongozi. Nilikuwa nakwambia hapa, yeye ni mtaalamu wa masuala ya ni mhandisi wa matengenezo ya ndege. Sasa bunge linarejea, anakuja kuingia hapa kuianza shughuli yake baada ya kumaliza maandalizi. Bunge linasimama kupisha heshima hiyo. Wimbo wa Taifa na wimbo wa Afrika Mashariki.
ya kuiombea nchi yetu na kuliombea Bunge. Ee Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa ili haki yako itendeke. Tunakuomba ibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan hekima, afya njema na maisha marefu, ili pamoja na mshauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo tukileta mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu. Amina. Mheshimiwa, tukae.